Kabla ya kuwepo kwa muda, kabla ya nyota kujaza anga, kabla ya dunia hii kupata umbo, kulikuwa na ufalme ambao haujawahi kushuhudiwa na macho ya mwanadamu. Katika ufalme ule wa mbinguni kulikuwa na utuu safi, amani kamili na malaika wasiohesabika wakimtukuza Mungu. Lakini hadithi hii haihusu amani. Hii ni hadithi ya jinsi kiburi kiliingia mahali ambapo hakikuwa na dhambi na jinsi malaika mmoja aliyekuwa mkamilifu kuliko wote alivyogeuka kuwa adui mkubwa wa ulimwengu. Unachotarajia si jambo rahisi, kwa sababu kile kilichotokea katika mbingu kilifungua mlango wa giza ambalo bado linawajia wanadamu hadi leo. Lakini awali ni lazima uelewe jinsi mwanga mkubwa zaidi ulivyogeuka kuwa giza kubwa zaidi. Na hapo ndipo mahali ambapo hadithi yetu inaanza, katika chumba cha kiti cha enzi cha Mungu, mahali ambapo malaika mmoja alikuwa karibu kufanya uamuzi ambao ungebadilisha kila kitu. Shetani alisimama mbele ya kioo cha kristali kinachong'aa, kioo ambacho kilionyesha sura yake kamilifu. Mbawa zake zilikuwa za dhahabu safi, zinang'aa kama jua la asubuhi. Uso wake ulikuwa ni kielelezo cha uzuri, bila dosari, bila waa. Alikuwa amepewa uwezo ambao hakuna malaika mwingine aliyewahi kupata, na sauti yake ilikuwa ni chombo cha kumtukuza Mungu kwa njia ambazo zilipenyeza mbinguni zote. Yeye ndiye aliyekuwa kiongozi wa kelele za kuimba, ndiye aliyeongoza malaika milioni kila siku katika nyimbo za sifa. Lakini leo, akiangalia sura yake, kitu kimoja kilimwingia moyoni, kitu ambacho hakikuwa na jina bado. Lilikuwa ni hisia ndogo ya kushangaza, ya kusikitisha. Swali moja lilijaa akilini mwake na halikumwacha. Kwa nini anashinda wengine kwa kiasi hiki, lakini bado yupo chini ya mmoja tu? Swali hilo lilianza kujengwa moyoni mwake kama moshi mdogo unaokuwa kuwa moto mkubwa. Na moto huo ulikuwa karibu kuungua mbingu zote. Siku hiyo, Mungu aliita mkutano mkubwa wa malaika. Makumi ya maelfu, mamilioni, milioni bila ya kuhesabika, walikusanyika mbele ya kiti cha enzi. Kulikuwa na mwanga usio na mwisho, tukufu usio na kipimo. Mungu alizungumza, na sauti yake ilijaa mbingu kama ngurumo kubwa ya baridi. Aliwatangazia malaika wote habari ambazo zingebadilisha mipango yao. Alizungumza kuhusu uumbaji wake mpya, ulimwengu mpya ambao angetumia kuweka viumbe wapya, viumbe vilivyotengenezwa kwa mfano wake. Viumbe hivyo vitaitwa wanadamu na vitapewa uwezo wa kuchagua, uwezo wa kupenda na uwezo wa kuishi katika uhusiano wa karibu na Muumba wao. Shetani alisikia maneno hayo na kitu ndani yake kilipasuka kama mti ukivunjika kwa radi. Akajiuliza, kwa nini viumbe hivi ambavyo bado havijaumba vitapewa nafasi ya kumjua Mungu kwa njia ambayo hata malaika hawakuipata? Kwa nini viumbe hivyo ambavyo ni dhaifu, vinavyotengenezwa kwa udongo, vinaweza kupewa heshima ya namna hii? Swali hilo lilikuwa ni chanzo cha moto ambao ulikuwa karibu kuungua kila kitu. Lakini bado hakuna aliyeona moto huo unakuwa ndani ya moyo wa Shetani. Hakuna aliyeona jinsi macho yake yalivyobadilika kwa sekunde moja na jinsi uso wake ulivyobaki ukionyesha utiifu wakati moyo wake ulianzia kupanga mapinduzi. Baada ya mkutano, Shetani alirudi mahali pake, lakini hakuweza kupumzika. Aliweka mkono wake kwenye kichwa chake, akihisi uzito wa mawazo ambayo yalikuwa makali kuliko yote aliyowahi kuyahisi. Alifikiri juu ya miaka yote aliyoitumia akimtukuza Mungu, miaka yote ya kuongoza malaika, miaka yote ya kuwa ni mnyenyekevu. Akajiuliza, kwa nini anashinda wengine wote, lakini bado yupo chini? Kwa nini anatakiwa kuabudu kama wengine, wakati ni yeye aliyejengewa kuwa wa pekee? Maneno hayo yalianza kumchakata moyoni, na kila wakati alipoyachunga yalikuwa makali zaidi. Yeye hakujua kuwa maneno hayo hayakutoka kwake. Hakujua kuwa chuki ile ilikuwa ni mbegu ya kwanza ya dhambi iliyowahi kuonekana ulimwenguni, mbegu ambayo yeye mwenyewe alikuwa anailima bila kujua. Na wakati alipoanza kuona malaika wenzake wakimtukuza Mungu, kitu kimoja kilimwingia akilini. Kama wanaweza kumtukuza Mungu, kwa nini wasisikuze yeye pia?
kwa nini asiyeweze kuwa kitu zaidi ya aliyekuwa? Swali hilo lilianza kuleta jibu ambalo lilikuwa hatari kuliko lolote lililowahi kutokea mbinguni, na jibu hilo lilikuwa sehemu ya mpango ambao ungejenga barabara ya kuzimu. Shetani alianza kusema kimya kimya na malaika wengine. Kwanza alikuwa mwangalifu, akizungumza kwa uficho, kwa maneno ambayo yalionekana ya busara na ya haki. Alisema, "Je, hamuoni jinsi Mungu anavyotudhibiti? Je, hamuoni jinsi anavyotufanya sisi tuwe watumishi, wakati sisi pia tunaweza kuwa zaidi?" Maneno hayo yalianza kupanda kama sumu katika mioyo ya baadhi ya malaika. Yeye hakusema wazi kuwa anataka kupinga Mungu, lakini alipanda mbegu za mashaka, mbegu za wasiwasi, mbegu za tamaa. Aliwaambia kuwa Mungu anawazuia, kuwa kuna uhuru zaidi ambao wangestahili, na kuwa kama wangemfuata yeye, wangeweza kuwa huru. Maneno yale yalionekana ya busara kwa baadhi, lakini yalikuwa ya hatari kuliko sumu yoyote. Kwa sababu Shetani hakuwa anawaambia ukweli, alikuwa akiwapotosha kwa kutumia uwezo wake wa kuzungumza, sauti yake ya kuvutia na akili yake ya kujua jinsi ya kuingia moyoni mwa wengine. Malaika wachache walianza kumsikiliza, kisha zaidi na zaidi. Idadi yao ilianza kuongezeka kila siku, na Shetani aliona kwa mpango wake unaendelea. Lakini alichokiona sio kwamba alikuwa anawasababisha maangamizi yao. Alichokiona ni kuwa alikuwa karibu kufikia nini kilichotakiwa, na hicho kilichotakiwa kilikuwa ni kitu ambacho kingeleta adhabu ya milele. Siku moja, Michael, mmoja wa malaika wakuu, alimuona Shetani akizungumza na kundi la malaika. Alisimama mbali kidogo, akisikiliza kwa makini. Aliyasikia maneno ya Shetani na roho yake ikajaa wasiwasi. Alijua kuwa kitu kibaya kilikuwa kinatokea, lakini hakujua kina cha uchafu ambao ulikuwa umeingia katika mioyo ya malaika wenzake. Baada ya mkutano huo, Michael alimwendea Shetani, akamuuliza kwa sauti ya upole, "Ndugu yangu, ni nini kinakuudhi? Kwa nini unazungumza maneno ambayo yanatia shaka katika mioyo ya ndugu zetu?" Shetani alimtazama Michael, na kwa sekunde moja macho yake yalionyesha hasira ambayo haikuwa ya kawaida. Lakini haraka aliubadilisha uso wake, akamtabasamu Michael, akajibu kwa sauti laini, "Michael, wewe unanifahamu. Mimi ni mtumishi kama wewe. Lakini je, huwezi kuona kwamba kuna mambo ambayo hayawezi kueleweka? Kuna mambo ambayo Mungu hatuyaambiwa?" Michael alisikia maneno hayo, lakini moyoni mwake alihisi kuwa hakika kulikuwa na kitu kibaya. Alisema, "Shetani, Mungu ni mwenye haki na mwenye hekima. Asiyeelezwa kwetu ni kwa sababu ya hekima yake, si kwa sababu anatuzuia." Maneno ya Michael yalikuwa ya busara, lakini kwa Shetani yalikuwa ni ishara ya udhaifu. Alipoondoka, Shetani alijua kuwa Michael atakuwa tatizo, na tatizo hilo lilitakiwa kuondolewa kwa njia yoyote ile. Lakini kwanza anahitaji kuongeza idadi ya wafuasi wake. Anahitaji kuwa na jeshi, kwa sababu vita vilikuwa vikija, na vita hivyo vitakuwa vikubwa kuliko chochote kilichowahi kutokea. Shetani aliendelea kufanya kazi yake kwa siri. Alizungumza na malaika kila mahali, akiwaambia kuwa Mungu ni dhalimu, kuwa wanastahili heshima zaidi, na kuwa kama watamfuata yeye, watapata uhuru na utukufu ambao hawajawahi kuuona. Maneno hayo yalikuwa ya kuvutia kwa wengi, hasa kwa wale ambao walikuwa na maswali moyoni mwao, wale ambao walihisi kuwa hawakupewa nafasi ya kumwelewa Mungu vizuri. Shetani alijua jinsi ya kucheza na hisia hizo. Alijua jinsi ya kuchanganya ukweli na uongo kwa namna ambayo haikuonekana kuwa ni hatari. Aliwaahidi kuwa watakuwa huru, lakini hakuwaambia kuwa uhuru huo unawapeleka kwenye giza. Aliwaahidi utukufu, lakini hakuwaambia kuwa utukufu huo ni wa muda mfupi na matokeo yake ni maangamizi. Malaika milioni 3 waliamua kumfuata. Milioni 3 kati ya milioni zisizohesabika. Nambari hiyo ilionekana ndogo, lakini ilikuwa ni jeshi kubwa. Na Shetani alipoona jeshi hilo, alihisi nguvu ambayo hakuwahi kuzihisi. Alihisi kuwa
Sasa alikuwa tayari. Tayari kufanya nini? Swali hilo linabaki katika akili yako, kwa sababu kile kinachokuja ni cha kutisha zaidi kuliko unachoweza kufikiri. Na cha kutisha zaidi ni kuwa Shetani mwenyewe hakujua jinsi mwisho wake utakavyokuwa wa aibu na maumivu. Siku ile ilipofika, siku ambayo mbingu zilitetemeka, Shetani alisimama mbele ya jeshi lake, milioni watatu wakiwa nyuma yake, na kwa mara ya kwanza aliongea wazi. Alisema, leo tunaondoka katika utumwa. Leo tunasimama dhidi ya udhalimu. Leo tunakwenda kuchukua nafasi yetu kwenye kiti cha enzi. Malaika wale waliinua sauti zao kwa kelele kubwa, wakiungana na Shetani katika mapinduzi dhidi ya Mungu. Wakasimama, wakajitayarisha na wakajua kuwa vita vilikuwa vimeanza. Lakini kwa mara ya kwanza katika historia, mbingu zilijawa na hisia ya hofu. Hakuna aliyewahi kuona vita mbinguni. Hakuna aliyewahi kuona malaika wakipigana dhidi ya malaika, na hakuna aliyewahi kuona Mungu akikasirika. Lakini siku ile kila kitu kilitokea. Shetani alielekeza jeshi lake na wakaanza kusonga mbele kuelekea kiti cha enzi. Walikusudia kukitwaa, kukichukua na kumfukuza Mungu kutoka mahali pake. Lakini walipofika karibu, kitu fulani kilitokea ambacho hakikutarajiwa. Mwanga mkubwa ulijaa mahali pote. Mwanga ambao ulikuwa mkali kuliko jua, mkali kuliko chochote kilichowahi kuonekana. Na katikati ya mwanga huo walisimama Michael na malaika wengine waaminifu, na vita vilianza. Mbinguni kulikuwa na kelele za kupigana ambazo zilijaa kila mahali. Malaika wakapigana na malaika, ndugu dhidi ya ndugu, na mbingu zilijaa machozi ya kusikitisha. Shetani alipigana na Michael moja kwa moja, na mapambano yao yalikuwa makubwa. Kila mmoja alijaribu kumshinda mwingine, lakini Michael alikuwa na kitu ambacho Shetani hakuwa nacho: haki. Kila mshindo wa mapambano ulikuwa ni ishara ya maumivu ya mapinduzi yaliyoanza. Shetani alijaribu kutumia nguvu zake zote, lakini aliona kuwa hakuweza kushinda Michael. Aliona kuwa hakuweza kumshinda malaika aliyesimama katika haki. Na wakati huo, kwa mara ya kwanza, Shetani alihisi kitu ambacho hakuwahi kujua: hofu. Lakini hofu hiyo haikumzuia, badala yake ilimfanya akasirike zaidi. Akaendelea kupigana, akijaribu kwa nguvu zote kumshinda Michael, lakini kila mara alishindwa. Aliona jeshi lake likipoteza vita, aliona malaika wake wakianguka mmoja baada ya mwingine, na kwa mara ya kwanza aliona kwamba mpango wake ulikuwa unashambuliwa. Lakini alichokiona zaidi ya yote, na ambacho kilimfanya moyo wake ujae hasira kubwa, ni kuwa Mungu hakuwa amejibu mapinduzi yake. Mungu alikuwa bado amekaa kitini mwake, hana wasiwasi, hana hofu, kama kwamba mapinduzi yote haya hayakuwa na maana yoyote. Na kwa Shetani, hilo lilikuwa ni dharau kubwa zaidi kuliko kushindwa vita. Michael alimpiga Shetani kwa nguvu kubwa, na Shetani akaanguka chini. Kwa mara ya kwanza tangu aliumbwa, alilala chini, akilemewa, akishindwa. Alitazama juu, akaona Michael amesimama juu yake, mkuki wake ukiwa tayari kumchoma. Lakini Michael hakumchoma. Badala yake, alisema kwa sauti iliyojaa huzuni, "Ndugu yangu, kwa nini umejichagua njia hii? Kwa nini umejifunga wewe mwenyewe na wengine kwenye maangamizi?" Shetani alitupa mate, akajibu kwa sauti iliyojaa chuki, "Sitaki huruma yako Michael, sitaki kunena. Mimi ni huru, na hata kama nimeshindwa leo, mapambano hayajamalizika." Maneno hayo yalimfanya Michael amsikitikia ndugu yake, lakini alijua kuwa hakuna njia ya kumpona. Mungu alisimama kutoka kitini mwake, na kwa mara ya kwanza sauti yake ilisikika katika vita. Alisema, "Shetani, umechagua njia ya kiburi. Umechagua kuacha mwanga na kuingia gizani. Sasa utakwenda mahali ambapo kiburi chako kitakuongoza, mahali pasipo mwanga, mahali pasipo tumaini. Wewe na wale waliokufuata mtaangushwa kutoka mbinguni na hamtawahi kurudi tena." Maneno hayo yalijaa mbingu kama hukumu ya mwisho, na Shetani akiwa amelala chini aliona kuwa hukumu hiyo haikuwa ya kubadilika. Aliona kuwa mwisho wake ulikuwa umekuja.
Lakini badala ya kutubu, badala ya kuomba msamaha, aliamua kubaki katika hasira yake. Na uamuzi huo ulimfunga katika giza milele. Ardhi ilitetemeka na anga likapasuka. Mlango mkubwa ulifunguliwa chini ya mbingu, mlango ambao ulikuwa ni njia ya kwenda mahali ambapo hakuna mwanga. Mahali pale paliitwaje? Bado hakuna aliyekuwa amepata jina lake, kwa sababu haikuwa imewahi kutumika. Ilikuwa ni mahali ambapo Mungu alikuwa ameandaa kwa ajili ya wale ambao wangempinga. Mahali ambapo joto lilikuwa kali kuliko moto wa dunia. Mahali ambapo giza lilikuwa zito kuliko usiku. Mungu aliamuru, na malaika waaminifu waliwashika Shetani na wafuasi wake milioni 3. Hawakuwa na nguvu ya kupinga, hawakuwa na uwezo wa kukwepa. Walikuwa wameshindwa kabisa. Shetani alikuwa bado ana hasira moyoni, lakini sasa alijawa na kitu kingine pia, hofu. Hofu ya mahali alikokuwa anaelekea, hofu ya kutoweza kurudi, hofu ya kuwa katika giza milele. Malaika waaminifu wakaanza kuwasukuma kuelekea kwenye mlango ule wa giza, na Shetani akajaribu kupinga. Alipiga kelele, akapambana, lakini nguvu zake zilikuwa hazina maana. Michael alimwangalia kwa macho yaliyojaa huzuni, akamuuliza kwa mara ya mwisho, "Je, bado huna toba?" Shetani alimtazama Michael na kwa mara ya mwisho alionyesha chuki yake wazi. Alisema, "Sitowahi kutubu. Hata kama nimepoteza mbingu, sitamwabudu Mungu tena. Sitakubali kushindwa." Na maneno hayo yalikuwa ni hukumu yake mwenyewe. Kwa kusema hivyo, alijifungia mwenyewe katika giza pasipo mwisho. Walimkokota Shetani kuelekea kwenye mlango ule wa giza, na yeye alipiga kelele kwa uchungu. Sauti yake iliyokuwa nzuri sana hapo awali, sauti ambayo ilitumiwa kumtukuza Mungu, sasa ilikuwa ni kelele ya maumivu na hasira. Mbawa zake za dhahabu zilipasuka na kugeuka kuwa nyeusi. Uzuri wake ukageuka kuwa wa kutisha, na mwili wake ukabadilika. Hakuwa tena Shetani malaika mzuri. Sasa alikuwa kitu kingine, kitu ambacho kilitisha, kitu ambacho kilionekana kuwa ni taswira ya dhambi yake mwenyewe. Walipomsukuma kupitia mlango, yeye aliona kwa mara ya mwisho mbingu alizoziacha. Aliona mwanga, aliona amani, aliona kila kitu alichokuwa nacho hapo awali. Na kwa mara ya kwanza, alijawa na huzuni ya kina. Huzuni ambayo haikuwa na tafsiri, huzuni ya kujua kwamba alikuwa amepoteza kila kitu. Lakini bado hakutubu. Badala yake alirudi kwenye hasira yake. Akaahidi moyoni mwake kuwa hata kama ameangushwa, atalipiza kisasi. Atawaadhibu viumbe vile ambavyo vilitangazwa na Mungu, vile viumbe ambavyo vitaitwa wanadamu. Atawaangamiza, atawapotosha, na atahakikisha kuwa wao pia wanaacha Mungu kama yeye alivyomwacha. Na ahadi hiyo ilikuwa ni mwanzo wa vita ambayo yangaendelea milele. Shetani na wafuasi wake milioni 3 waliangushwa kutoka mbinguni kwa nguvu kubwa. Walipaa hewani, wakianguka chini kwa kasi isiyoweza kuzuiwa. Walipiga kelele, wakipambana, lakini hakuna kilichoweza kubadilisha hukumu yao. Walianguka kwa muda mrefu, na kila sekunde ya kuanguka ilionekana kama muda wa miaka. Hatimaye walifika mahali palipokuwa wanaelekea, Jehanamu, eneo la moto na giza. Walianguka ndani, na mlango ukafungwa nyuma yao kwa sauti kubwa. Mlango huo haukuwahi kufunguliwa tena kwa ajili ya kutoka, ni kwa ajili ya kuingia tu. Shetani alisimama akiwa amechoka, amevunjika, lakini bado ana hasira. Alitazama wafuasi wake, wote wakiwa wamebadilika kama yeye, wote wakiwa ni vivuli vya walivyokuwa. Alisema kwa sauti iliyojaa uchungu, "Tumeshindwa hapa leo, lakini vita havijamalizika. Tutaenda kwenye uumbaji wake mpya. Tutawaangamiza viumbe vyake, na tutamfanya Mungu aone kwamba alikosea kumtupia." Maneno hayo yalikuwa ni ahadi, lakini pia yalikuwa ni laana. Kwa sababu Shetani alikuwa amebadilika. Hakuwa tena malaika. Sasa alikuwa Shetani, adui wa Mungu,
adui wa wanadamu na adui wa kila kitu kilicho kizuri. Na hapo ndipo giza lilipoanza kuenea ulimwenguni. Wakati Shetani alipokuwa akipanga mapango yake huko chini, mbinguni kulikuwa na ukimya. Malaika waliokuwa wamebaki walihuzunika sana kwa sababu ya mapinduzi yaliyotokea. Walihuzunika kwa ajili ya ndugu zao waliopotea, kwa ajili ya mapigano yaliyotokea, na kwa ajili ya kuona jinsi kiburi kilivyoweza kuharibu hata malaika wakamilifu. Michael alisimama mbele ya kiti cha enzi, akasujudu, akasema, Bwana wangu, tumeona giza leo, tumeshuhudia dhambi ikifuka mipaka yote. Tunakuomba utupe nguvu kuendelea kukutumikia bila mashaka, bila kiburi na bila kuwa na tamaa za kuharibu. Mungu alimjibu Michael kwa sauti ya upole. Michael, umefanya vizuri. Wewe na ndugu zako wamebaki waaminifu, lakini jua kwamba vita havijamalizika. Shetani, ambaye sasa anaitwa Shetani, atalipiza kisasi juu ya wanadamu. Atajaribu kuwapotosha, atajaribu kuwashawishi, na atajaribu kuwafanya waache njia yangu. Lakini tutawapa wanadamu uwezo wa kuchagua, na tutawaokoa wale wanaochagua njia ya haki. Vita vimebakia, lakini mwisho ni wazi. Kiburi kitashindwa na upendo utashinda. Maneno hayo yaliwapa malaika tumaini, lakini pia yaliwaonyesha kuwa kazi yao haikuisha. Walijua kuwa lazima wawe tayari kusaidia wanadamu katika vita dhidi ya Shetani, na walijua kuwa vita hivyo vitakuwa vigumu zaidi kuliko mapinduzi yaliyotokea mbinguni. Hadithi ya Shetani haiishi hapa. Kwa sababu yeye alikuwa ameahidi kulipiza kisasi, na ahadi yake haikuwa tupu. Alipanga jinsi ya kuingia katika uumbaji wa Mungu, jinsi ya kuwapotosha wanadamu wa kwanza, Adamu na Hawa, na jinsi ya kuwafanya wamwache Mungu. Alipanga kwa makini, kwa ujanja na kwa uchungu mkubwa moyoni. Alijua kuwa moja kwa moja hawezi kuwashinda wanadamu kwa nguvu, lakini angeweza kuwashinda kwa hila. Angeweza kuwadanganya, kuwapa ahadi za uongo, na kuwafanya waamini kuwa wanaweza kuwa kama Mungu bila kumtii Mungu. Na hivyo ndivyo alipofanya. Aliingia bustani ya Edeni, akajificha katika mwili wa nyoka, na akaanza kuzungumza na Hawa. Maneno yake yalikuwa laini, yalikuwa ya kuvutia, na yalikuwa na ahadi za utukufu. Lakini nyuma ya maneno yale kulikuwa na sumu ambayo ingeleta mauti, dhambi na maangamizi kwa wanadamu wote. Na Hawa, bila kujua, alianza kumsikiliza. Alianza kuona shauku katika matunda ambayo Mungu alikuwa amekataza. Shauku ambayo ilimfanya ashindwe kujizuia. Na pale dhambi ilikuwa karibu kuingia ulimwenguni wa wanadamu. Lakini hadithi hiyo ni kwa siku nyingine. Kwa sasa tunataka kuelewa jinsi Shetani alivyoanguka, jinsi alivyogeuka kuwa Shetani, na jinsi kiburi kilivyompeleka kwenye giza pasipo mwisho. Sasa, hivi karibuni baada ya kuangushwa kwake, Shetani aliketi kwenye kiti chake cha moto katika Jehanamu. Alitazama wafuasi wake na akawauliza, Je, mnaona kile tulichokipoteza? Je, mnaona uzuri tuliokuwa nao? Lakini pia, je, mnaona kuwa Mungu alikuwa dhalimu? Alikuwa anataka kutudhibiti na sisi tulikataa. Sisi tulipinga na tunastahili heshima kwa ajili ya ushujaa wetu. Maneno yake yalikuwa ni uongo, lakini mapepo walimwamini. Walimwamini kwa sababu walikuwa tayari wamehamia upande wa giza na hawakuwa na njia ya kurudi. Shetani aliendelea kusema, sasa tunakwenda kudhuru wanadamu. Tutawafanya wamuache Mungu kama sisi tulivyomuacha. Tutawaonyesha kuwa njia yetu ni bora na kwamba wao wanastahili uhuru zaidi kuliko unyenyekevu. Maneno hayo yalikuwa ni mpango wake, mpango ambao ungechukua karne na karne kutimia, lakini ambao ungefanikiwa kwa sababu wanadamu kama Shetani wangekuwa na uwezo wa kuchagua kiburi badala ya upendo, tamaa badala ya huruma, na giza badala ya mwanga. Na Shetani alijua hilo. Alijua kwamba sehemu ya moyo wa kila mwanadamu ina udhaifu ambao angeweza kuutumia. Na udhaifu huo ulimpa tumaini kwamba bado angeweza kufaulu katika kulipiza kisasi kwake dhidi ya Mungu. Katika miaka ijayo, Shetani angetembea duniani, akipita hapa na pale,
akipoteza mioyo ya wanadamu mmoja baada ya mwingine. Angewatendea wengine kama rafiki, akiwadanganya kwa maneno ya upole na ahadi za mali na nguvu. Angewatendea wengine kama adui, akiwasababisha mateso na masaibu ili wamlaumu Mungu. Kila hatua yake ilikuwa na mpango, kila neno lake lilikuwa na kusudi. Alikuwa mkali, alikuwa mwenye busara na alikuwa mwenye uvumilivu. Alijua kwamba hawezi kushinda Mungu kwa nguvu, lakini angeweza kumdhuru Mungu kwa kuwapoteza watoto wake, wanadamu. Na hivyo ndivyo alivyoanza vita vyake vya milele dhidi ya uumbaji. Kila siku alipanga njia mpya za kuwadanganya wanadamu. Kila usiku alitembea katika ndoto zao, akiwapa mawazo ya chuki, tamaa na wivu. Alitumia kila uwezo aliokuwa nao kuwafanya wanadamu waache Mungu, na kwa muda mrefu alifanikiwa. Lakini Mungu hakumwacha wanadamu peke yao. Alituma manabii, alituma malaika na hatimaye alituma mwanawe mwenyewe. Na pale mapambano yalikuwa makubwa zaidi. Kwa sababu Shetani aliona kwamba Mungu bado aliwapenda wanadamu, na upendo huo ulikuwa ni ushindi ambao Shetani hakuweza kuupinga. Lakini bado hakuacha kupambana. Bado alipiga kelele za hasira, akitamani kuua, kuharibu na kuangamiza. Na bado hadi leo anapambana. Lakini mwisho wa hadithi ya Shetani tayari umeandikwa. Mungu tangu mwanzo alikuwa anajua jinsi mambo yatakavyokwenda. Alijua kuwa Shetani angeamua kuchagua kiburi, alijua kuwa dhambi ingeingia ulimwenguni, na alijua kuwa wanadamu wangekosea. Lakini pia alijua kuwa upendo wake unashinda chuki yote, mwanga wake unashinda giza lote, na haki yake inashinda ubaya wote. Alipanga jinsi ya kuwaokoa wanadamu, alipanga jinsi ya kuwapa nafasi ya kutubu, na alipanga jinsi ya kuangamiza kabisa Shetani na mapepo wake. Siku itakuja ambapo Shetani atatupwa kwenye ziwa la moto, mahali ambapo hataweza tena kuwadanganya wanadamu. Siku itakuja ambapo malaika wataimba tena nyimbo za ushindi, na ambapo wanadamu waliokolewa watakaa pamoja na Mungu milele. Na siku hiyo, hadithi ya Shetani, malaika aliyeanguka, itakuwa ni kumbukumbu tu ya jinsi kiburi kinavyoleta maangamizi na jinsi upendo unavyoleta wokovu. Lakini kwa sasa, Shetani bado anapambana, bado anajaribu kuwapoteza wanadamu moja baada ya mwingine, bado anatembea hapa na pale akitafuta wa kumeza. Na kwa hivyo, wanadamu lazima wawe macho, lazima wajue kwamba adui wao anaendelea kutafuta njia za kuwadanganya, na lazima waamini kwamba Mungu ni mwenye nguvu zaidi kuliko Shetani, na kwamba ushindi ni wao ikiwa watamtegemea. Katika Jehanamu, Shetani hufikiria sana kuhusu yale aliyoyapoteza. Hufikiria kuhusu mbingu, kuhusu uzuri wake wa zamani, kuhusu sauti yake nzuri ambayo ilitumiwa kumtukuza Mungu. Hufikiria kuhusu Michael na malaika wengine ambao walikuwa marafiki zake na sasa ni maadui zake. Kila akifikiri mambo hayo, moyo wake hujawa na uchungu mkubwa. Si uchungu wa toba, bali uchungu wa hasira. Kwa sababu Shetani hajawahi kutubu. Hata sasa, katika giza lake, bado anaamini kuwa alikuwa na haki. Bado anaamini kuwa Mungu ndiye aliyekosea na kwamba yeye alikuwa ni mnyenyekevu aliyedhulumu. Hii ni jinsi kiburi kinavyoendelea kumfunga hata baada ya kuona matokeo yake. Hii ni jinsi dhambi inavyofanya moyo kuwa mgumu na kukataa kuona ukweli. Shetani ni kielelezo cha jinsi mtu anavyoweza kujizuia mwenyewe hata wakati njia ya wokovu iko wazi. Anavyoweza kuchagua giza wakati mwanga upo tayari. Na kwa hivyo, hadithi yake ni onyo kwa wanadamu wote. Onyo kwamba kiburi ni hatari, kwamba kukataa Mungu ni njia ya maangamizi, na kwamba mwisho wa dhambi ni maumivu ya milele. Lakini pia ni onyo kwamba kuna njia ya kurudi, kuna njia ya kutubu, kuna njia ya kupata msamaha. Njia ambayo Shetani alikataa kuchukua, lakini ambayo inafunguliwa kwa wanadamu wote wanaotaka kuiacha dhambi na kumfuata Mungu. Lakini kabla ya tukaondoka katika hadithi hii, ni muhimu tuzungumze jambo moja la mwisho. Shetani hakuanguka kwa sababu ya Mungu. Alianguka kwa sababu ya maamuzi yake mwenyewe. Mungu hakumfanya achague kiburi, hakumfanya aasi, na hakumfanya atake kutawala badala yake. Mungu alimpa Shetani uhuru wa kuchagua, kama alivyowapa wote waliokumbwa.
Na Shetani alichagua vibaya. Akachagua kufuata tamaa yake badala ya haki, akachagua kujitukuza mwenyewe badala ya kumtukuza Mungu, na akachagua giza badala ya mwanga. Na kwa hivyo adhabu yake ni ya haki, si kwa sababu Mungu ni mkatili, bali kwa sababu haki inahitaji kwamba dhambi ipate adhabu yake. Mungu ni mwenye upendo, lakini pia ni mwenye haki, na haki yake inahitaji kwamba wale wanaochagua giza waende mahali pa giza, na wale wanaochagua mwanga waende mahali pa mwanga. Hii ni elimu kubwa ambayo tunapaswa kuchukua kutoka kwa hadithi ya Shetani, kwamba uchaguzi wetu una matokeo, kwamba maisha yetu yanategemea maamuzi tunayofanya, na kwamba Mungu atatuhukumu kwa usawa, si kwa sababu anatutesa, bali kwa sababu anatupa heshima ya kuwa na chaguzi na kisha kuheshimu chaguzi hizo. Kwa hivyo tunapaswa kuchagua vizuri, tunapaswa kuchagua mwanga, tunapaswa kumfuata Mungu. Kabla ya tukamaliza kabisa, hebu tuzungumze juu ya wale waliopotea pamoja na Shetani, milioni 3 ya malaika ambao walimfuata kwenye maangamizi yao. Je, wao walijua walikokuwa wanakwenda? Je, walielewa kwamba maamuzi yao yangepeleka kwenye moto wa milele? Baadhi yao labda walielewa na bado walichagua kumfuata Shetani kwa sababu walimwamini. Baadhi yao labda hawakuelewa kikamilifu, lakini walimfuata kwa sababu walipotoshwa na maneno yake laini na ahadi zake za uongo. Lakini yote walifanya uchaguzi, na uchaguzi huo ulibeba matokeo. Leo hii mapepo hao wanatembea duniani wakitafuta njia za kuwadanganya wanadamu. Wanafanya kazi pamoja na Shetani, wakiwafanya wanadamu waamini uongo, waache njia ya haki na waingie katika dhambi. Wanafanya kazi kwa bidii, wakijua kwamba muda wao ni mfupi na kwamba mwisho wao ni uhakika. Hawana tumaini la kuokolewa, hawana nafasi ya kutubu na hawana njia ya kurudi mbinguni. Walijifunga wenyewe katika giza, na sasa wanatumia maisha yao kuwajaza wengine katika giza pia. Na hii ni sehemu ya aibu yao kubwa. Sio tu kwamba walipoteza mbingu, bali pia sasa wanatumia nguvu zao kusababisha wengine wapoteze vile vile. Na kwa hivyo, wanadamu lazima wawe waangalifu. Lazima waelewe kwamba vita si tu ya kimwili, bali pia ya kiroho. Na katika vita hivyo, adui ni mkali, mwerevu na ana nia mbaya. Lakini Mungu ni mwenye nguvu zaidi, na wale wanaotegemea yeye watashinda. Na sasa tumefikia mwisho wa hadithi hii. Hadithi ya jinsi Shetani, malaika mkamilifu zaidi, alivyogeuka kuwa Shetani, adui mkubwa zaidi. Hadithi ya jinsi kiburi kilivyomfanya apoteze kila kitu, na jinsi dhambi ilivyoingia ulimwenguni kwa mara ya kwanza. Lakini hadithi hii si tu ya kutuonya, ni pia ya kutupa matumaini. Kwa sababu, ikiwa Shetani aliyekuwa mkamilifu aliweza kuanguka, basi na sisi tulio dhaifu tunaweza kuanguka pia. Lakini pia, ikiwa Mungu aliweza kumwadhibu Shetani kwa haki, basi anaweza pia kutusaidia sisi kushinda jaribu. Anaweza kutupa nguvu za kukataa kiburi, nguvu za kumcha na nguvu za kumfuata. Na ikiwa tutachagua kumfuata, tutapata tuzo ambayo ni kubwa kuliko yote tunayoweza kufikiri. Uzima wa milele pamoja naye, mahali ambapo hakuna huzuni, hakuna maumivu na hakuna giza. Mahali ambapo tutaimba nyimbo za ushindi, tukimtukuza Mungu milele na tukifurahi katika uwepo wake. Hapo ndipo ambapo hadithi ya Shetani inatupeleka. Sio tu kwenye kuangalia maangamizi yake, bali pia kuangalia wokovu wetu. Kwa sababu hadithi yake ni kielelezo cha jinsi yasiyokuwa, na hadithi yetu inaweza kuwa kielelezo cha jinsi ya kuwa. Tunaweza kuchagua njia tofauti. Tunaweza kuchagua mwanga. Na kwa kuchagua hivyo, tunaweza kupata kila kitu. Hebu tufikirie kwa dakika moja. Je, tunafanana na Shetani? Je, katika mioyo yetu kuna kiburi? Je, tunajitukuza wenyewe badala ya kumtukuza Mungu? Je, tunaona kwamba tunastahili zaidi kuliko tunavyopewa? Maswali haya ni magumu, lakini ni muhimu. Kwa sababu, kiburi ni dhambi ambayo huanza kidogo, kama chembe ndogo ya moshi, na kisha inakuwa kuwa moto mkubwa unaoteketeza kila kitu. Shetani alianza kwa swali dogo tu moyoni. Kwa nini niko chini ya Mungu? Na swali hilo liliongeza,
likawa tashwishi, tashwishi likawa mpango, na mpango ukawa mapinduzi. Na sisi pia tunaweza kufuata njia ile. Tunaweza kuanza kwa swali dogo. Kwa nini Mungu hakunipa hiki? Kwa nini maisha yangu ni magumu? Kwa nini wengine wana zaidi kuliko mimi? Na maswali hayo yanaweza kuongeza na kuwa tashwishi. Na tashwishi zikawa hasira. Na hasira ikawa kuacha njia ya Mungu. Kwa hiyo ni muhimu tujichunguze. Ni muhimu tujue kwamba moyo wetu ni hatari na kwamba tunahitaji Mungu kusaidia. Tunahitaji kumuomba kila siku. Bwana, nielekeze. Bwana, nipe moyo wa unyenyekevu. Bwana, nisaidie nisingeuke kama shetani. Na ikiwa tutamuomba kwa dhati, atakusikia, atakusaidia na atakulinda kutokana na njia ile ya maangamizi. Kabla ya tukamaliza, hebu tumangalie funzo moja la mwisho. Kuna sababu Mungu alimwacha shetani achague, hata akijua kwamba angechagua vibaya. Kwa sababu upendo wa kweli hauwezi kutokea bila uhuru wa kuchagua. Ikiwa Mungu angelifanya shetani asiweze kumpinga, basi shetani asingekuwa ni mwenye uhuru na upendo wake asingekuwa ni wa kweli. Asingekuwa ni upendo bali ni utumwa. Na Mungu hataki watumwa. Anataka watoto ambao wanamtukuza kwa hiari yao, kwa moyo wao, kwa mapenzi yao. Kwa hiyo, aliruhusu shetani achague na aliruhusu wanadamu wote tuchague. Tunaweza kumchagua Mungu au tunaweza kumchagua shetani. Tunaweza kuchagua mwanga au tunaweza kuchagua giza. Ni uchaguzi wetu. Na uchaguzi huo ni zawadi kubwa zaidi ambayo Mungu alitupa. Lakini ni pia jukumu kubwa, kwa sababu uchaguzi huo utaamua mahali tutakapoishi milele. Utaamua kama tutakuwa pamoja na Mungu katika mbingu au pamoja na shetani katika Jehanamu. Kwa hiyo tuchague kwa busara, tuchague kwa moyo wote na tuchague mwanga, kwa sababu giza limejaa maumivu na mwisho wake ni maangamizi ya milele. Lakini mwanga umejaa tumaini, umejaa upendo na mwisho wake ni uzima wa milele. Na kwa hivyo, hadithi ya kuanguka kwa shetani inaisha hapa, lakini vita bado vipo. Shetani bado anatembea duniani akitafuta wa kumeza. Bado anapanga njia za kuwadanganya wanadamu. Bado anajaribu kututengenezea kuwa kama yeye, tukae gizani milele. Lakini hatuwezi kumruhusu afanikiwe. Lazima tuwe imara. Lazima tushikamane katika imani yetu. Lazima tumtegemee Mungu na asituache. Na tunakufanya hivyo, tutashinda. Tutashinda kwa sababu Mungu yuko upande wetu. Tutashinda kwa sababu Yesu Kristo alishatushinda vita vya msingi pale msalabani. Tutashinda kwa sababu mwisho tayari umeandikwa na ushindi ni wetu. Kwa hiyo usiogope, usikate tamaa na usimwache Mungu, kwa sababu yeye hakuwahi kukuacha wewe. Yeye amekupenda tangu mwanzo, anakupenda sasa na atakupenda milele. Na upendo huo ndio utamshinda shetani, utakushinda kiburi na utakuleta uzima wa milele. Hii ndiyo hadithi ya kuanguka kwa shetani. Lakini zaidi ya hapo ni hadithi ya upendo wa Mungu, hadithi ya haki yake na hadithi ya wokovu unaotolewa kwa wale wote wanaomfuata. Mungu akubariki na akulinde dhidi ya adui.